mengine ambayo yametajwa siku za hivi karibuni, ikiwemo kifo cha mfanyabiashara mmoja Mchina hapa mkoani Dar es Salaam, tena ni ya kikatili, ya kuchinjwa na vitu vyenye ncha kali. Nini hasa kinajiri na nini hasa ambacho kinabidi kufanyika ili mambo yakae sawa? Mimi ni Samson Charles na leo nipo na vijana ambao watakwenda kuangazia suala hilo hapo, tukiwa hapa Mwenge mkoani Dar es Salaam. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Michael Enoch kutoka Chuo cha Muhimbili. Tumekuja na mada hapa, nini kifanyike kuhusiana na mauaji ya kikatili katika jamii. Kitu cha kwanza, ili kuzuia ukatili au mauaji ya kikatili katika jamii, cha kwanza ni elimu itolewe. Elimu ya maadili na amani katika jamii. Kwa maana gani? Familia au jamii inatakiwa ianze katika ngazi ya chini kuwafundisha watoto kwamba nini maana ya amani na nini maana ya maadili. Kwamba sio kitu cha kawaida ya mtu kuchukua maamuzi ya kumchinja mtu au kumfanyia ubaya mtu mwingine. Kupitia pia maadili yao tunaweza tukafanya pia kupitia katika taasisi za kidini. Madhehebu ya dini yana nafasi kubwa pia kuwafundisha waumini wao juu ya namna sahihi ya kuishi katika jamii kwa kupendana, kama vitabu vitakatifu vinavyosema, kwa wote wa Kristo na Waislamu. Kwa inabidi tuishi kwa kupendana na kujaliana, kwa sababu tumeona matukio mengi yamekuwa yakijiri katika jamii ndio yanasababisha changamoto hiyo. Tumechukulia mfano mmoja wa mwanafunzi James Temba, tumeona mauaji yalivyotokea ilikuwa ni ya kikatili sana. Kwa hiyo yote hao tunaweza tukajumuisha kwamba ni kukosa maadili na utu. Na kitu cha pili naweza nikaongezea ni kwamba ni elimu kuacha elimu itolewe juu ya masuala ya imani za kishirikina. Imani za kishirikina zimekithiri sana katika miaka hivi karibuni, hasa kwa watu wengi, vijana au makundi kadhalika ambao wanakuwa wana ile chachu ya kutafuta mali kwa njia zisizo rasmi. Kwa pia elimu inatakiwa itolewe au wachukuliwe hatua wanaohusika na hivyo vitendo. Asante sana. Asante sana Enoch. Enoch akitoa maoni ya kwamba inahitajika elimu zaidi, na hii ni moja kati ya pointi maarufu sana. Elimu. Sawa, tunaendelea. Karibu sana. Yes, asante sana. Kwa majina naitwa Edita Gaspar Francis, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Hapa nina maoni machache juu ya swala la ukatili linaloendelea au ambalo linafanyika mara kwa mara katika jamii zetu, na tunashuhudia mara kwa mara mambo haya yakifanyika. Sababu kubwa sana ya haya mambo kutokea, tunajua kwamba sana katika jinsia yetu sisi ya watoto wa kike tunakumbana na kesi kwamba wasichana wengi sana wanakosa elimu ya kujitambua, wanakosa self awareness kwamba mimi ni mtoto wa kike, sometimes ninatakiwa nifanye vitu kwa kujielewa au nifanye vitu bila kufuata mkumbo. Mambo mengi sana ambayo yanatuferisha sisi wasichana ni swala la kufuata mikumbo, labda kupitia marafiki au vikundi ambavyo tupo navyo. Unakuta mtu labda na marafiki ambao sio wazuri, wanamshawishi yeye kufanya mambo ambayo yapo kinyume na maadili au kinyume na matakwa yake yanavyohitaji. Kwa hiyo swala kubwa sana hapo linalohitajika ni kwamba wasichana wengi sana au watu wa jinsia ya kike tujitahidi kuchagua marafiki ambao ni wazuri. Sio kila mtu wa kuongozana naye. Unaweza ukachagua watu wachache sana wa kuwa nao katika msafara wako wa maisha yako. Kubali kushauriwa, kubali kubadilika, badilisha marafiki. Kuwa na marafiki ambao watakusaidia wewe kufikia ndoto zako, na sio wale ambao watakupeleka katika watakupeleka shimoni. Swala lingine ambalo tunaliangalia ni swala la malezi. Pia wazazi wana mchango mkubwa sana katika kubadilisha au kutatua matatizo haya ya kikatili ambayo yanaendelea katika jamii. Swala kubwa sana linalofanyika ni kwamba
wazazi inabidi wawe wachochezi wakubwa sana wa sisi kubadilika watoto wa kike. Watoe elimu kwa watoto wao, especially elimu ya jinsia, kwamba mwanangu, mtaani kuna hivi na hivi, unatakiwa ubadilike, sio kila kitu cha kukifuata na mambo kama hayo. Sasa Edita, hapa mwingine hajaelewa. Kwa nini unaongea hivyo? Wewe unachangiaje mauaji kwa ukatili? Yaani kwamba unaweza kufundua mzazi amwambie mwanangu, mwanangu kuna 1 2 3. Yaani watoto wa kike kutokuwa na hiyo awareness inachangia vipi mauaji? Yes, naweza nikaelezea kwamba wasichana wengi sana kutokana na kutokuwa na self awareness imewapelekea wao kuingia katika mikumbo mbalimbali. Kwa mfano, unakuta mtu labda maybe katika swala zima la mahusiano, kwa sababu mtu hajitambui, hana ule uelewa kwamba nikifanya hivi na hivi maybe kitu fulani au negative impact fulani itatokea. Sana sana katika swala la mahusiano tunakuta mabinti wengi sana wakiingia katika matatizo. Unakuta labda mtu ameingia katika mahusiano na mtu maybe hajamchunguza kwa muda mrefu au hamfahamu vizuri yule mtu, anakuwa labda anaishi naye kwa muda mrefu, at the end of the day yule mtu anakuja anamfanyia ukatili. Mfano mzuri tumeuona katika hapo nyuma, kuna taarifa zilikuwa zinasambaa kwamba kuna msichana ambaye alikuwa amekutwa hotelini akiwa amekufa na mwili wake ukiwa umeondolewa baadhi ya viungo. Viungo hivyo ni viungo vya sehemu za siri na nyama ya goti. Inasemekana kwamba mpenzi wake ndio aliyemfanyia hivyo vitu. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anaingia katika mahusiano bila kujua background ya mtu ambaye yupo naye katika mahusiano. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa sana katika jamii ni kwamba mabinti, kwanza kabisa tuache tamaa, fanya kazi, jiamini kwamba unaweza wewe kama wewe, na tusiwe na ile notion kwamba naingia katika mahusiano kama vile chanzo cha wewe kupata kipato. Hapana, ingia katika mahusiano kwa malengo maalum. Pia jua background ya mtu ambao unaishi naye, ili kwamba hata mwisho wa siku pia unakuwa unajua kabisa kwamba ninaweza nikapata impact fulani kwa mtu huyo. Labda kitu kingine ni ili kuchochea kutokomeza huu ukatili ambao unaendelea ni kuwahusisha viongozi wa dini. Kama tunavyojua kwamba mchango wa dini na mchango mkubwa sana katika jamii zetu, na kupitia viongozi wa dini wanatupa elimu nyingi sana, kupitia busara zao, kupitia ushauri wao tunapata elimu nyingi sana kwamba tunatakiwa kuishi kwa upendo, tunatakiwa kuishi kwa kujaliana sisi kwa sisi. Kwa kufanya hivyo, kupitia elimu ambayo watatupatia, mfano kupitia makanisa, misikitini, watu au binadamu tutakuwa na hofu ya Mungu kwamba nikifanya kitu fulani basi ni kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa kufanya hivyo, na imani itasaidia kupunguza ukatili katika jamii zetu, pia kupunguza vifo visivyotarajiwa. Asanteni sana. Karibu sana. Mpe kiongozi hapo. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Mohamed Shabani, ni afisa kutoka idara ya Jumuiya Maridhiano na Amani Tanzania. Katika mada ya leo ambayo inazungumzia ni nini kisababishi cha mauaji nchini. Kwanza tukiangalia vyanzo mbalimbali ambavyo vinasababisha mauaji nchini. Cha kwanza, wivu wa kimapenzi. Tumeshuhudia taarifa nyingi zinazotolewa na jeshi la polisi katika uchunguzi wao, wanasema kwamba wivu wa mapenzi unapelekea mauaji mengi. Kwa nini? Msongo wa mawazo. Cha kwanza, watu wengi kama dadangu alivyosema wanaingia kwenye mahusiano pasi na kumchunguza mtu. Unakuta mtu ameingia mjini na kukutana na mtu kisa mali tu, anaingia naye kwenye mahusiano. Mwisho wa siku unakuta mtu anakuja anamwacha na walikuwa na malengo, unakuta mtu huyo anachukua maamuzi ya kujinyonga. Na kitu kingine kinachosababisha ni msuguano wa kisiasa. Tumeshuhudia katika nchi nyingi sana, tunazungumzia kuhusu mambo ya demokrasia. Siasa kama siasa zinaweza zikapelekea kujenga amani au kuharibu amani. Kwa namna gani? Siasa za chuki zimekuwa zikijenga katika jamii kubwa, ambapo zinapelekea watu kuweza kuwachukia watu fulani, aidha ni chama fulani au watu wenye itikadi fulani. Ina maana kwamba katika jamii tunatakiwa tuishi kwa kupendana, kwa sababu wote tunatakiwa kujenga nchi, na kujenga nchi sio kaitikadi. Tunatakiwa wote tuweze kuthaminiana utu, na hii ina maana kwamba watu wa vyama basi waishi kwa maridhiano, kwa sababu wakiridhiana wenyewe kwa wenyewe
hawezi kutokea mauaji mengi. Na njia nyingine ambayo inaweza kusababisha mauaji ni pia na namna watu wanavyoweza waka katika jamii. Tunaweza tukaona kwamba njia nyingi ambazo zinasababisha mauaji, njia nyingine ni watu imani za kishirikina. Imani za kishirikina, masuala ya utajiri. Tumeona kwamba James mwanafunzi wa chuo cha FM ambaye aliweza kutolewa viungo, tumeona kwamba jeshi la polisi limechunguza na kuweza kuona kwamba waliomfanyia vile ni mganga. Kwa hiyo watu wengi wameweza kuwa wanasema kwamba viungo vya binadamu vinaweza kuwapatia mali, ambapo hii si kweli. Watanzania wanatakiwa watumie kwamba juhudi zao zenyewe ndio zinaweza kufanikisha utajiri na sio mambo ya kishirikina. Asanteni sana. Bado tukiendelea hapa kuzungumza na vijana kuhusiana na swala hilo, japokuwa vijana wamekaa katika maeneo ya kijamii zaidi. Kuna matukio mengine ni ya kihalifu kama ya mchina na kadhalika na kadhalika. Karibu sana. Nitazungumzia mambo mawili kama sio machache. I think nitazungumzia mawili ambapo tunaweza tukazuia huu ukatili kuweza kutokomezwa kabisa. Jambo la kwanza, serikali yetu ya Tanzania itusaidie kutoa ajira kwa vijana. Kwa nini? Kwa sababu vijana wengi nchini Tanzania ukijaribu kuangalia hawana ajira, ambayo inapelekea kufanya mauaji kujipatia kipato. Tukiangalia kwa mfano, tukimchukulia mfano katika jiji la Dar es Salaam hivi karibuni kuna mchina ameuawa, ambapo ni vijana waliomuua. Kwa nini? Ni ukosefu wa pesa. Laiti wangepata ajira ya kukidhi, wasingefanya kitendo kile. Vijana wanaotuhumiwa kufanyaje? Kufanya tukio hilo. Umeona? Sasa wangekuwa na ajira ambayo inawaingizia kipato, yani kipato ambacho kitakidhi mahitaji yao na familia zao, wasingeweza kufanya kitendo kile. Kwa hivyo vingi vinatokea, uhalifu mwingi unatokea kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Vibaka mtaani, unasikia mtaa amechinjwa mtu, ameibiwa kitu fulani. Kwa nini? Ukosefu wa ajira. Serikali yetu ya Tanzania itusaidie kwa upande wa vijana, lakini pia kujua na kuelewa haraka changamoto hizi. Kwa mfano, tukizungumzia kwenye afya ya akili, wengi tunajua hawana afya ya akili. Mtu unaweza kutembea na msongo wa mawazo, labda hasira au na vitu kibao. Hivyo kujua vichocheo mapema ni njia mojawapo ya kutusaidia sisi kuepukana na hivi vitu. Ukimjua huyu mtu hayuko sawa kiakili, ana matatizo, bora waachane naye. Yaani bora waachane naye kabisa. Sawa, kuna wengine ambao unaona kabisa ni marafiki, wanakaa vizuri, lakini kuna changamoto, labda ametoka amekwazika. Utakapomkwaza kidogo tu inakuwa amekumaliza. Inategemea, inapelekea kuuawa. Na nadhani hivyo, lakini pia sisi kama vijana au kama wasomi ambapo tuna uwezo wa kuelimisha jamii na kuwashauri kutambua hivi vichocheo na kuzuia, na natumaini kwa asilimia kubwa tutapunguza endapo jamii na sisi itatupa ushirikiano. Sisi kama wasomi na jamii tukipata ushirikiano, yani kuinteract pamoja, kwamba sisi tunaenda tunawaomba, tunawashauri, tunawapa elimu kuhusiana na haya maswala, unaona, itapelekea kufanyaje? Kupunguza na kuondokana kabisa na hii hali ya ukatili nchini Tanzania. Yes. Asante sana Kimaro. Moja kwa moja akichangia, tuelekee hapa ukule Kiroa Kidundi. Karibu sana bwana. Kwa majina anaitwa Swalha Omari, natokea katika chuo cha usimamizi wa fedha IFM. Mimi katika swala zima la kuongezea kwenye hii mada ya nini kifanyike ili tuweze kutokomeza mauaji ya katili hapa nchini Tanzania. Jambo la kwanza, tunajua katika jamii yetu huwa
kuna migogoro inayoendelea aidha ya kifamilia au ya mtu binafsi au ya kirafiki au ya kijamii. Kwa hiyo ili tuweze kuzuia mauaji, cha kwanza tunatakiwa tujue jinsi ya kutatua migogoro yetu, kwa sababu migogoro ikizidi inaweza ikapelekea mauaji. Kwa mfano, unaweza ukuta familia ina migogoro na familia fulani au wanahitaji kulipiza kisasi, badala ya kutumia jinsi au njia ya kuzuia ya kutafuta kufanya usuluhishi wa migogoro yao, kukaa chini na kuzungumza. Aidha, kama wao wameshindwa, watumie viongozi waweze kukaa nao chini, wawape elimu jinsi ya kutatua migogoro. Badala yake mtu anaweka kifundo moyoni na kufanya kisasi na malipukizi kwa ile familia, aidha kumzuru mzazi au mtoto ambaye yupo kwenye ile familia. Kwa hiyo jamii inatakiwa ijue ni jinsi gani ya kutatua migogoro yao ili kuweza kuzuia mauaji yanayoendelea katika nchi yetu. Pia swala lingine, vyombo vya dola vichukue hatua kali kwa wale watu ambao wanafanya hayo mauaji. Isije ikatokea labda mambo ya rushwa yakatokea katika vyombo vya dola. Kwa mtu yote ambaye anahusika na kufanya mauaji achukuliwe sheria kali, ili mwingine atakapoona huyu amechukuliwa sheria kali ataacha kufanya yale mauaji ya katili ambayo yanaendelea. Ila tunajua kabisa katika serikali au katika maisha ya kawaida dhamana ipo, lakini mtu akifanya kitendo cha katili, kumtoa viungo mwenzie, kumuua au kufanya kitu chochote ambacho kinamtoa uhai binadamu mwenzie, itakuwa sio haki. Hivyo vyombo vya dola viteke action kwa wale ambao wanawazuru wenzao. Hivyo mimi kwa mapendekezo yangu, tukifanya hivyo na tukasaidiana na serikali na vyombo vya dola, au labda tukamwona mtu tunahisi ni mhalifu, tukamripoti afanyie uchunguzi. Akifanyia uchunguzi, tunaweza kuzuia matatizo ya mauaji. Ngenga za wananchi. Tumeishia hapo kwa leo na tutaendelea tena. Kumbuka kuendelea kufuatilia moja kwa moja Ngenga za Wananchi ambazo zinakuja East Africa Radio na East Africa TV. Bado vijana wataendelea kutoa hoja zao kuhusiana na suala la mauaji ya kikatili. Ngenga za Wananchi.